Kwa ujumla matokeo yalingana, ila kilichozidi kwangu ambacho kwa wenzangu sijakisikia ni ile kwamba sisi katika jimbo letu wasimamizi wote wa kura, alikuwa diwani mstaafu, katibu wa CCM na wengineo, hakukuwa na mtu ambaye ametoka nje ya hao. Hilo ndilo lilotukumba. Kwa hiyo katika mwendelezo mzima wa upigaji wa kura ni kura kupewa zaidi ya moja kwa wale ambao watanyoosha vidole kwamba mitano tena. Hao wakifika ndio walikuwa wanapewa kura 5 au zaidi ya 5. Mimi binafsi nilishuhudia, kuna wakala wetu mmoja ni mtoto wa kike. Bahati mbaya kuna afisa tawala, katibu tawala alikwenda kupiga kura na ikawa ni zaidi ya moja, na ilipofika muda na yeye akaenda kupiga kura, hawakumjua mwanzo msimamo wake ukoje, wakampa kura 2. Kuna mmoja alisema kwamba kwa nini huyu wampa kura 2? Hakuweza kuvumilia kijana, aliwaambia katibu tawala hapa amepewa zaidi ya 2 na hapo kufanya chochote, mwajaona la kwangu. Alafu swala jingine, kituo cha Konde, mgombea wakilishi alikamatwa mkoni, ni wakala wetu, lakini hakuna kilichoendelea zaidi ya kuruhusiwa kwamba aendelee kupiga kura zake nyingi, na askari walionyeshwa baada ya mwakilishi kukamatwa mkono. Jengine, mawakala wetu walizuiwa kuingia baadhi ya vituo, hawakuruhusiwa kuingia katika vituo. Jengine ambalo kwa lilitokea katika kuhesabu kura, kuna vituo ambavyo idadi ya wapiga kura sio idadi iliyokuja katika kuhesabu kura baada ya kituo kufungwa. Kituo cha Kifundi kuna chumba kimoja namba 2 kilihesabiwa wapiga kura ni 281, lakini katika kuhesabu kura zilikuja 481. Kitu kingine mheshimiwa, tulichokishuhudia katika wizi wa kura wa tarehe 28, wizi wa mapema, idadi ya wapiga kura ambao tuliletewa katika jimbo letu ni 454, lakini ndani ya 454 ni watu 2 peke yao ambao tulikuwa sisi tunafahamu kwamba hao ni walimu wa shule. Mheshimiwa, licha ya hayo, mimi nilipata bahati ya kutembelea kituo cha jimbo la Tumbe, kituo cha hapa Chimba. Kituo cha Chimba waliletwa vikosi wengi pamoja na askari wa JWTZ. Mimi binafsi nilikuwepo kwenye kituo na nikawashuhudia kila anayeteremka gari, basi kwanza apita kwenye maji yaliyokuwa kusanyika, akinawa mikono kwanza ndio akaingia kwenye kituo. Mimi binafsi nilishuhudia wa askari wa vikosi walioletwa kwa mara ya mwanzo wanapoangaliwa vitambulisho vyao, kwanza hawakuwa na kitambulisho cha aina maalum kama hichi cha mpiga kura. Kitambulisho chochote alikuwa na uwezo wa kukipigia kura, hicho tulikishuhudia. Kwa hiyo kwa ujumla maeneo yote ilikuwa yanalingana yaliyojitokeza. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba bado watu wa jimbo la Konde na majimbo mengine ya mkoa wa Micheweni bado twajua kwamba utakuwa rais wetu kwa uwezo wa Mungu.